Pale pale pia mtu mwingine akaongezea swali kwa kuuliza kuwa ikiwa mtu alikuwa katika mauti akabatizwa na Mkristo mwenzake ambaye si padre, alafu mtu yule akapona, inafaa kufanya nini kwa wote wawili? Kwa mtu aliyebatizwa, yaani aliyekuwa mgonjwa, hatabatizwa tena kwa sababu ubatizo ni sakramenti inayotolewa mara moja tu maishani. Katekisi mkuu wa Kanisa Katoliki namba 1272 inatufundisha kuwa ubatizo unaacha chapa isiyofutika katika roho, hivyo haurudiwi. Lakini anapaswa kwenda kwa padre ili kujaza kile ambacho hakikutimizwa wakati wa ubatizo wa dharura, mfano kupakwa krisma na kupokea vema mafundisho. Hii huitwa liturujia kukamilisha ubatizo wa dharura au usahihisho wa mapokezi ya kawaida ya ubatizo. Padre atafanya ibada fupi ya kumkaribisha rasmi kanisani, akiendelea kutoka pale pale ambapo ubatizo wa dharura uliishia, lakini hatambatiza tena kwa maji kwa sababu tayari amekwisha batizwa. Sasa kwa yule aliyembatiza, mfano Mkristo aliyekamilika, asante kwake ni kwamba alikuwa chombo cha wokovu kwa roho ya mwingine, jambo kubwa sana mbele za Mungu. Hawezi kuongoza tena ibada nyingine kanisani kwa sababu huduma yake ilikuwa ni ya dharura tu. Hakuna jambo lingine analopaswa kufanya kwa lazima, ila ni vema kumjulisha padre ama paroko wake kuhusu tukio hilo, na pia kushirikiana na parokia kumpa huyu aliyebatizwa mafundisho na msaada wa kiroho. Kwa mfano, Maria ni Mkristo Mkatoliki aliyekamilika. John jirani yake aliyekuwa hajabatizwa akaugua sana na akaonekana anaelekea kufa. Maria anamiminia maji na kusema, John nakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mara baada ya siku 2, John anapona kabisa. John sasa anapaswa kwenda parokiani awaeleze kwamba alibatizwa katika hali ya dharura. Padre atampokea rasmi na kumalizia mambo kama kumpaka krisma, kumpatia cheti cha ubatizo na kumuunganisha na komunyo na kipaimara baadaye. Maria hana haja ya kufanya chochote zaidi, ila atakuwa ametekeleza tendo takatifu sana. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.